Ningependa basi kuwajulisha kwamba tuko naye katika jiji la Mombasa, badala ya kuwa na yule mwanafunzi basi tuko naye ndugu yangu mwanahabari mwenzangu Ontomwa. Ontomwa, uko hapo? Halo bwana Ontomwa. Bila shaka niko hapa katika studio zetu Frank Otieno. Bila shaka nakupata vyema Frank Otieno. Asante. Basi ningependa labda utuelezee kwamba pamoja na kwamba tuna maandalizi haya, lakini kuna maeneo ya pwani ambapo kuna bala njaa, hususan maeneo ya Kilifi, Kwale na kadhalika. Sijui kama hili litatatiza labda mitihani hii. Bila shaka mwalimu, kama sawia na maeneo mengine ya taifa, maandalizi ya mitihani ya kitaifa yanaendelea katika shule mbalimbali hapa katika eneo la Pwani. Shule za sekondari na zile zote za msingi vile vile zinajiandaa kwa mtihani. Lakini kama ulivyotudokezea hapo ni kuwa sasa kurunzi yetu inaelekea maeneo ya ukame ambayo ni maeneo ambayo yameathirika na baa la njaa. Tunazungumzia hususan eneo la Kilifi, maeneo ya Bunge, ya Ganze na Magarini yakiwa ndio yameathirika zaidi. Na ni kweli kuwa masomo yameanza kutatizika katika shule hizo, na sasa ikiwa tunaelekea katika muhula ama katika dakika za mwisho za mitihani ya kitaifa, kuna wasiwasi mkubwa kuwa huenda masomo ama mitihani ya kitaifa ikaweza kutatizika. Katika pitapita zetu katika shule tofauti katika eneo la Ganze hususan na Magarini, tuliweza kugundua kuwa wanafunzi hawahudhurii shule kama ilivyokuwa kawaida, kwani kunaweza kuwa na wanafunzi wengi ambao wanabaki nyumbani, na si kwa sababu nyingine bali ni kwa sababu ya kukosa lishe ama kukosa chakula. Kwa hivyo wanaweza kukaa nyumbani. Ukizingatia kuwa wanafunzi hawa mwisho wa mwaka watakuwa wakilinganishwa ama wakifanya mtihani mmoja na wanafunzi ambao wanatoka maeneo mengine ambayo hayana baa la njaa, inakuwa ni swala ambalo kidogo hata wadadisi wanaanza kusema kuwa ni swala ambalo kulinganisha inakuwa ni tatizo kidogo. Kwa hivyo baa la njaa huenda likaathiri matokeo ya shule za Ganze na Magarini hususan mwalimu. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha sana, manake unaposema kwamba sasa, manake unapokuwa na njaa si rahisi kwamba uwe makini unapoandika mtihani. Basi kuna maana kwamba ina maana kwamba viongozi waliko katika maeneo hayo, kwa mfano Gavana Joho, Amason Kingi na kadhalika, basi kuna muhimu wao waongee na vile vile serikali ya taifa ili suluhu ipatikane, manake ni muhimu kwa watoto wapate chakula shuleni alafu waende kwenye mtihani. Bila shaka tunapolizungumzia swala hili, swala ambalo limekuwa likijitokeza mwalimu, ni kwa sababu ni kuhusiana na swala ni jinsi ambapo swala la kudumu ama suluhisho la kudumu litaweza kupatikana ili baa hili la njaa lipata kukamilika. Tumeweza kuona mchango wa serikali za kaunti ukijaribu kuingia, vile vile serikali ya kitaifa imejaribu kujizatiti kuweza kutoa misaada, na mashirika vile vile ya kusaidia yameweza kujitokeza. Lakini kama kawaida tumeshuhudia kuwa mchango wao huenda upo, lakini hauwafikii kila mmoja wao, kumaanisha kuwa baa hili la njaa halijatatuliwa kama inavyostahili. Na swala ambalo limekuwa likijitokeza ama mjadala ambao umekuwa ukishika kasi ni kuhusiana na kutafuta suluhu la kudumu. Na suluhu la kudumu limekuwa wengi wamekuwa wakisema ni kuhusiana na kuweza kuleta ule mpango wa kunyunyuzia mashamba maji, sababu ni mpango ambao utaweza kusaidia maeneo hayo kame yaweze kuwa yanaweza kukuza chakula. Na endapo hilo litaweza kufanyika, basi inamaanisha kuwa suluhu la kudumu litakuwa limepatikana na maisha ya wakazi wa Magarini, Ganze na maeneo mengine, hususan sasa hatuzungumzii Kilifi peke yake mwalimu, vile vile maeneo ya Lamu na vile vile Kwale, ya hususan eneo la Kinango yameweza kuathirika vile vile. Kwa hivyo muhimu ama mjadala ambao unafaa kuwa umeshika kasi kwa sasa ni kuhusiana na kutafuta suluhu la kudumu, sababu ikiwa hili litaendelea, maisha ya wakazi yatazidi kuathirika, na hususan elimu ambayo ndio tunazungumzia hivi sasa mwalimu. Asante sana. Ni jambo la kusikitisha sana, manake unaposema kwamba sasa maeneo haya yote yanakumbwa na ukame, basi tuna imani tu kwamba Waziri Matiang'i na wadau wanaohusika basi watatafuta suluhu. Na ningependa basi ndugu Francis Ontomwa ubaki hapo hapo, manake tutakuwa tunarudi hapo baadaye kidogo ili tugusie hili na lile kuhusu na mdahalo huu leo. Lakini hapa studioni basi ningependa kukaribisha wageni wangu, mwalimu Josephine Mua. Naam. Mua. Naam. Kutoka shule ya upili ya Alliance Girls. Naam. Na vile vile ndugu Tom Kibaraza, mzalendo. Mzalendo. Naam. Mzalendo kweli kwenye masuala ya elimu. Naam. Ase naomba uniangalie huko, usiangalie TV kule. Niangalie huko. Nakutazama. Sasa ndugu Baraza. Naam. Tunaelekea katika kipindi hiki ambapo tayari naona ratiba imeshatoka. Hii ratiba vile vile tutaichambua baadaye.
tujue kwamba somo lipi linafanywa siku gani. Lakini labda tu kwa kufungua kipindi, ningependa uongee labda na watahiniwa wa Jamhuri nzima ya Kenya kwamba unawaambia nini kuhusu maandalizi yao katika mitihani hii? Hizi ni dakika za lala salama na tumesalia takriban wiki moja kabla mitihani ianze. Na utakuja kujua kwamba kuna baadhi ya mitihani tuseme kama Kifaransa itafanywa Jumanne hii. Kifaransa. Kifaransa itafanywa Jumanne hii. Kuna Kijerumani pia itaweza kufanywa na natumai pia kuna ile somo la mapishi home science. Itafanya juma lijalo. Kwa hivyo swala kuu ambalo wanafunzi wanastahili kufanya ni kuweza kujiandaa vilivyo na wajaribu kuepuka kuwa na dhana kufikiri kwamba tutakuwa na uchafu ule ambao uliweza kuonekana mwaka uliopita. Ukishajiandaa vizuri, usome kila kitu ambacho kiko kwenye silabasi, yale ambayo umepitia na walimu, umepitia darasani, natumai bila shaka utakuja kuvuna yale mambo ambayo ni mazuri. Kwa hivyo nyakati hizi ni nyakati nzuri sana kwa walimu pamoja na wanafunzi kuweza kujizamisha, hasa wanafunzi kujizamisha katika vitabu, kurejelea yale ambayo wamekuwa wakisoma kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4, na ikiwa ni shule za msingi kuanzia chekechea hadi darasa la 8. Manake hayo maswali yote ambayo wanaletewa hayatoki nje ya silabasi. Na mwanafunzi akiwa mzingativu ataweza kupata alama ambazo ni nzuri na zitamwezesha kwenda, iwapo ye katika shule ya msingi, kwenda shule ambayo anaitamani, na iwapo ye katika shule ya upili itamwezesha kwenda kuifanya ile kozi ambayo anatamani kuifanya. Mwalimu Josephine Mua kutoka shule ya wasichana ya Alliance. Ukiwa hapa basi wewe ni unawakilisha jinsia nzima ya kike, na vile vile ningependa labda ugusie swala la wasichana kwamba katika shule mbalimbali tunaona kwamba wasichana wanakata tamaa sana wanapokuwa kadri siku inavyoenda. Basi akiwa kidato cha kwanza alikuwa mzuri tu, akifika kidato cha 4 basi hana matumaini sana. Hebu ongea na wasichana wenzako. Naam, nashukuru Bwana Frank Otieno, vile vilivyosema nikana kwamba mwanamke mara nyingi huwa anapitia masuala mbalimbali ambayo huwa muathiri kwa njia moja ama nyingine. Kwa kiasi kikubwa vile hatuwezi tukamlinganisha mwanamke na mwanamume, ni kwa sababu yale ambayo yapitia na majukumu yake huwa ni mengi sana. Kwa mfano nitasema hivi, tumekuwa tukisema kana kwamba kuna ule usawa baina ya mwanamume na mwanamke, lakini ukweli mambo ni kana kwamba hilo halipo. Hii ni kwa sababu inadhibitishwa tukielekea kule nyumbani. Nikiangazia shule za kutwa ambazo si za kulala, utapata kana kwamba mwanamke ambao ni msichana pale akienda nyumbani huwa anapewa majukumu kama ni ya kushughulikia pale mekoni, masuala ya jikoni na pia ya kinyumbani vile vile. Hivyo basi kwa hiyo namna utaona kana kwamba wasichana hasa zile shule za kutwa huwa wanaathiriwa, ni kwa sababu ya zile changamoto za pale nyumbani. Huwa wapewi nafasi sawa na wale vijana ambao wavulana wale ambao pia wako shule za kutwa vile vile. Naam. Kwa hivyo mwalimu, kama sijakosea, unatoa wito kwa wazazi na walezi wanaoshughulikia wale watoto walio katika shule za kutwa kwamba wawape fursa awamu hii wafanye mitihani yao bila kusumbuliwa kwamba wanaenda kuteka maji, kukusanya kuni na kadhalika, mambo kama hayo. Hasa umesema, lakini ningependekeza, ingawa tumefika ukingoni, lakini ningependekeza walio na wasichana labda kutoka shule za msingi pale ama kidato cha kwanza, hapo ndipo huwa swala linaanzia. Ukishafika ukingoni huwa tayari umejiandaa kufanya ile mtihani. Huwa tayari madhara yake si ati pale mwisho kabisa. Huwa yanaanzia pale pale katika kidato cha kwanza. Kwa hivyo nitawaomba wazazi ama walezi walio na hawa wasichana waanze moja kwa moja pale wanapojiunga na kidato cha kwanza, wakawaepushia masuala kama hao ya kuyashughulikia. Lakini ikiwa ni wakati wa likizo wakija kupumzika, waweza kupewa ratiba ya kushughulikia masuala hayo ya nyumbani, ni kwa sababu pia huyali uwezo kuyatenga kabisa katika maisha ya mwanamke. Naam. Kweli kabisa umesema. Kwa hivyo wazazi na walezi hapo mkiwa hapo nyumbani, basi ujue kama mtoto unapopeleka shuleni basi umpe fursa ya kufurahia masomo yake anapoenda shuleni kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4. Kwa mujibu wa mwalimu Josephine Mua, anasema kwamba ni jukumu letu wazazi na walezi kuwapa fursa nzuri ili mtoto asipate kisingizio baadaye anapofeli mtihani kwamba yeye alikuwa anapewa majukumu mengi pale nyumbani. Sivyo ndugu yangu? Ndivyo. Hata wavulana pia, unaona ukiangalia. Maana tunapoongea tunawapiga nini upatu sana wa wasichana. Kwani wavulana si watu bwana? Siku hizi wasichana wanatetewa sana.
kuliko wavulana. Na ukiona msichana akiwa na tatizo kidogo inakuwa ni rahisi kwao kuweza kusuluhisha, lakini ukienda shule nyingi sana za wavulana utapata hao wavulana hata wanaenda skuli si hata zile tu za kutwa pekee, zile za malazi. Mvulana anapewa tu nauli pekee ya kwenda shuleni. Hana hata sendi ya kuweza kununua rangi ya viatu, hana sendi ya kununua kalamu, hana chochote cha kumsaidia. Na unapata yule mzazi ana mtoto katika shule nyingine ya wasichana, kwenda kumtembelea huwa anaenda kutembelea wasichana pekee, lakini wavulana wameachwa. Na wengi wao wenda wakaathirika kimasomo. Anafika shuleni anaona matatizo belela hapo hivyo. Kwa hivyo wengine wako na vifaa vya kuwasaidia, tuseme kama ni sabuni ya kuosha nguo, yeye hana. Ndio unamlaumu, unamwona hajaoga, lakini kumbe hana ile sabuni hivyo. Kwa hivyo ni vyema tu kama wazazi, na iko kwenye katiba ukisoma sura ya 4 kifungu cha 57 Rights of Children, hizo haki za watoto, tuweze kuwalea vizuri, tuwape mahitaji ambayo wanahitajika kupewa. Na vile mwenzangu alivyosema, pia watoto wasichana unapata kwamba kazi nyingi sana kifika kule nyumbani wanapewa kupika, kuosha nguo, kupika, kuosha vyombo, kufanya nini. Kufikia saa 4 ya usiku ndio anakamilisha kazi zake. Kwa hivyo amechoka, anaamuka mapema tena anastahili kwenda kupika. Na wavulana akifika nyumbani wengi wao wanalaza damu tu, unamuona tu sabuleni tu hivyo, yana kutazama tu program fulani kwenye runinga tu hapo hivyo. Kwa hivyo ni vyema tu wazazi tuweze kujua hao watoto wetu wenyewe tuko nao, na tujue namna ya kuhakikisha kwamba wana nafasi nzuri ya kuweza kudurusu. Naam, nikirejea kwako Mwalimu Josephine, ningependa labda utupe mchango wako kuhusu hii hatua ya serikali kupitia kwa Waziri wa Elimu Fred Matiang'i kupiga marufuku wazazi na walezi kuwatembelea wanafunzi ama watahiniwa muhula huu wa 3. Sijui kama hatua hiyo ilizaa matunda gani ama ilikuwa na athari gani? Asante. Pia nitasema kana kwamba huenda kwa sababu ndio hatua ya kwanza ambayo amepiga Matiang'i, kuona kana kwamba labda atajaribia ama ni jaribio la kuona vile ambavyo wataweza kutamatisha wizi katika shule za upili na pia shule za msingi katika mtihani wa taifa. Huenda pia tutapata kana kwamba kuna matunda, ni kwa sababu hatujaona mwanzo. Kwa hivyo hatuwezi tukakata kauli tukasema kana kwamba haiwezekani kabisa kabisa. Tusije tukazungumza kabla ya kuona matokeo yake. Lakini pia nitasema kana kwamba kwa kiasi kikubwa vile vile kama mwalimu ulivyosema, sioni kana kwamba hicho ni kigezo ama hiyo ni hatua muhimu ama ilikuwa ni mwafaka kuwa aliyechukua hiyo hatua akapiga marufuku wazazi na vile vile pia kuwa na maombi wakati wa tunapokaribia mtihani. Hii nafikiri la muhimu ni kana kwamba Wakenya ambao sisi ambao ni wazazi vile vile tungewajibika. Tukafanya ule uteuzi wa moyoni kana kwamba tuachie wanafunzi wetu ama watoto wetu wakafanya mtihani kwa kazi zao wenyewe. Tunasema kana kwamba iwapo mtu anavuna kile ambacho alichokipanda, hivyo basi tusije tukafanya nini, tukawapatia usaidizi. Ni kwa sababu kama tutawajibika kama wazazi ama walezi, itaona kana kwamba iwapo tutawasaidia hivi sasa wakapata ile grade ya A tuseme kwa mfano, lakini athari yake itaonekana katika chuo ama vyuo vikuu. Utaona kana kwamba mwanafunzi ambaye labda hakustahili kupata grade ya A akapata A ambayo ni chanya, ambayo labda alikuwa apate D, ameitwa akafanya kozi kama vile udaktari ama na udaktari tuseme. Ukimwona mwanafunzi akienda pale atapata changamoto nyingi, na pia vile vile atazidi kueneza ile mbinu ya kutaka kuiba, na iwapo atajaliwa kwa njia moja ama nyingine akafaulu, lakini kuna ile kazi ambayo atatekeleza haswa pale ambapo atakuwa anahudumia wagonjwa. Hapo ndio tunaona athari kubwa kana kwamba hakuna matokeo mema yatakayotokea pale. Tunaona kuna shida katika swala ama sehemu hiyo ya matibabu ama ya afya. Mwalimu Baraza, kama sijakosea, mwalimu amesisitiza jambo la wizi ama udanganyifu katika mitihani. Amesema kwamba endapo mtoto atapewa ile fursa ya kudanganya ama kuiba mitihani, alafu apate alama ambazo hazistahili yeye, basi atajikuta kwamba amepata kozi ambayo si yake. Basi ungependa kutoa mchango upi kuhusu swala zima la wizi wa mitihani? Ule wizi kama mambo ambayo yalitendeka mwaka uliopita. Kusema kweli, wanafunzi wengi sana, asilimia kubwa wamejiunga na mwaka wa kwanza huu mwezi wa Septemba. Na vile nakwambia hivi sasa wengi sana wamebadilisha kozi.
Mwanafunzi alikuwa anastahili kupata alama ya cha, kisha akapata a hasi na mzazi akasema kwamba katika hiki kitongoji chetu hatuna mhandisi yeyote, hatuna daktari hapo hivi, lazima wewe umepata alama ya a uende ufanye udaktari. Kwa hiyo wameenda huko, wamesoma majuma mawili, wanaleta mjarabu wa kwanza hivyo hawezi kupata hata 1 kwa 30. Na nimefanya utafiti mimi tayari, nimefanya utafiti na nimeona kuna baadhi ya wanafunzi wengi sana wameweza kubadilisha kozi. Unaona mtu amepata A anakimbia kwenda kuchukua ile kozi ambayo haina hesabu, na mtu alipata hesabu A alipata kemia A. Kwa hivyo kuna madhara makubwa sana na hata iwapo, na kuna wakati tulizungumzia pia elimu katika vyuo vikuu, unapata kwamba pia wanafunzi wengine wanapata njia za kuibia. Iwapo atafanikiwa kuweza kufanya ile kozi na aimalize, ameibia akamaliza, akienda kule uwanjani hali halisi mambo yataenda beni. Kwa sababu kama wewe ni mtu usaidi kupata cha ondoa, kisha ukaenda ukaibia na unasema ni daktari, unaenda mtu mgonjwa amekuja hapo hivi, itakuwa ni tatizo. Itakuwa ni tatizo kubwa sana kwake kuweza kufanya kazi kule. Mtazamaji, ni kipindi cha Dau la Elimu. Mimi niko na nahodha wa kipindi Frank Otieno. Hapa tuko na wageni wangu studioni ambao ni mwalimu Tom Kimbaraza Mzalendo na vile vile mwalimu Josephine Moa kutoka shule ya wasichana Alliance. Kumbuka kwamba line zetu za simu ziko wazi, uko huru sana kupiga ili utoe mchango wako, na ambavyo tumewaandaa wanafunzi wetu watahiniwa. Una ushauri upi kwake yule mwalimu atakayesimamia ile mitihani? Una ushauri upi ama una maoni yapi kwa Waziri Matiang'i kuhusiana na juhudi zake za kupiga vita masuala ya wizi wa mitihani hapa na pale? Kipindi ni Dau la Elimu, basi usiende mbali, endelea kwa nasi. Kumbuka vile vile tutakuwa tunawapigia simu baadhi ya walimu katika maeneo mbalimbali nchini ili tusikie hili na lile kuhusu namna ambavyo wamewaandaa watahiniwa wao. Mwalimu Mzalendo, ningependa na kuna swala tafadhali, kuna Jane Munga ambaye hujambo? Si jambo bwana Otieno. Asante sana. Huyu ni Jane Munga wa shule ya Chavakali? Ndiyo, shule ya taifa ya Chavakali. Shule ya taifa. Lazima uongeze shule ya taifa. Ndiyo. Sasa wale ambao wako katika shule ya vijijini basi unawadunisha kweli. Naam, Jane, hebu tuelezee, wewe ni mwalimu wa somo la Kiswahili sivyo? Mimi ni mwalimu wa somo la Kiswahili, ndio. Naam. Tuelezee wanafunzi wako umewaandaa kuhusiana na vitabu vipi, ama utueleze kwamba muundo wa mitihani ya Kiswahili katika kiwango cha sekondari ni muundo wa aina gani? Je, kuna sarufi, kuna nini, kuna isimu jamii na mambo kama hayo? Kiswahili kuna karatasi 3. Karatasi ya kwanza inahusu insha, ambapo insha ya kwanza huwa ni lazima, kisha achague insha ya pili. Karatasi ya pili nayo huwa ni swali la kwanza ufahamu, swali la pili ufupisho, swali la 3 matumizi ya lugha, kisha kuna isimu jamii iliyo na alama 10. Kisha karatasi ya 3 ni fasihi ya Kiswahili, ambapo kuna vitabu 3, Damu Nyeusi na hadithi nyingine. Kisha kuna Kidagaa Kimemwozea, alafu kuna Mstahiki Meya, ambapo pia kuna ushairi na sehemu ya fasihi simulizi, karatasi ambayo hubeba alama 80. Kidagaa Kimemwozea ni kitabu kilichoandikwa na mwandishi mashuhuri sana Ken Walibora Waliaula. Sijui kama mnapata fursa ya kumwalika hapo shuleni angalau apatie hili na lile kuhusiana na hicho kitabu na maudhui yake. Hatujamwalika bwana Ken Walibora shuleni, lakini watu tunafikia, tunajua kazi yake ni nzuri. Kidagaa Kimemwozea kinaongea mambo yapi, labda maudhui ambayo yako ndani yake? Kwa jumla tu kuna uongozi mbaya, viongozi jinsi wanavyowanyanyasa raia, ambapo wananyimwa haki zao za kawaida. Kuna Mtemi na Saba Bora ambaye ni kiongozi ambaye haongozi vizuri, uongozi wake ni mbaya. Anadhulumu raia kwa kuwanyang'anya mashamba yao, hawapatii matibabu bora, hawapatii haki zao kwa jumla. Kisha kuna wizi hapa na pale, kwa mfano kuna wizi wa miswada, kuna mswada wa amani ambao uliibwa na majisifu. Kisha kuna mambo ya kawaida tu, mambo ya kawaida ya kila siku ambayo yanahusu mwanadamu. Asante sana mwalimu. Basi labda la mwisho tu nieleze kwamba wanafunzi wako ama watahiniwa wako ni wangapi na mmewaandaa vipi kuhusiana na somo la Kiswahili? Tuna watahiniwa 333 ambao tumewaandaa vizuri. Tulimaliza silibasi mapema mwezi wa 3, kisha tukaanza kupitia kazi kwa makundi, ambapo tunawaandaa wapitie maswali mengi hivi kwamba mtihani ujapo wajue kwamba maswali ni ya kawaida.
Kwa hiyo tuna mbinu mbalimbali katika idara tukiongozwa na Bwana Ikhalachi, tukiongozwa na kiongozi ambaye ni Bwana Indimu Likai, mwalimu mkuu ambaye anatuelekeza vizuri. Kwa hivyo katika Kiswahili tumewaandaa vyema, tumeweka katika makundi, kila kundi lina kiongozi, ambapo ikiwa wakati wao binafsi wale viongozi wanaongoza kupitia, tumewapatia ratiba. Kama ni karatasi ya kwanza, viongozi waongoze katika karatasi ya kwanza; ikiwa ni ya pili, kiongozi waongoze; ikiwa ni ya tatu, waongoze. Kisha kuna wakati wa walimu, ratiba ya walimu pia. Tuna walimu tunafanya kule kuzunguka, kila mwalimu ambaye ana tajriba katika karatasi ya kwanza anapitia wote, walimu wa karatasi ya pili anafanya vivyo hivyo, na karatasi ya tatu. Kwa hiyo tunapata mwishoni kila mmoja amenufaika kutoka kwa hao walimu ambao wana tajriba. Kwa hivyo jambo muhimu ni kwamba wamepitia karatasi nyingi zaidi, tukiangalia kila mada, ambapo tunajua, kwa sababu katika idara tulijua kwamba wana udhaifu mahali fulani, wana uzito, wana upungufu mahali fulani. Kwa hiyo tunapitia sehemu hizo tukihakikisha kwamba wamefanya vizuri. Kisha tunawapatia nafasi watueleze ni wapi ambapo hawajapata, lakini kwa sasa wamepitia na tumewaeleza kwamba ni jukumu lao. Kazi walimu wameelekeza, sehemu iliyobaki ni wapitie kazi kabisa kwa makini na wataweza kuwafaulu. Asante sana. Huyo ni mwalimu Jane Munga kutoka Chavakali Shule ya Taifa, ambaye amezungumza kwa kuhusu namna ambavyo karatasi ya Kiswahili inavyopaswa. Vile nyinyi ni walimu wa Kiswahili, sivyo? Naam. Ningependa kuanza na wewe kwamba katika uandishi wa insha ungependa kuwashauri watahiniwa pale nje kwamba wazingatie mambo yapi? Manake Kiswahili kinazungumzwa tu ndivyo, lakini kuna vipengee ambavyo mtahini anahitaji sana kuona kwamba huyu mwanafunzi A na mwanafunzi B wanatofautiana kwa sababu ya kutozingatia sarufi na mambo kama hayo. Mnasisitiza mambo yapi katika uandishi wa insha? Asante sana. Pia nitasema kana kwamba katika uandishi wa insha hilo karatasi huwa na maswali manne, ambapo maagizo ni kana kwamba swali la kwanza huwa ni la lazima, na huwa lile swali ni uandishi wa uamilifu, ambapo ule uandishi huwa unaweza ama ukishasoma siku kuwa kana kwamba umefanya mtihani na ukafika hapo, hiyo ndio hatima yake. Kwa ule uandishi utatumia hata baada ya skuli ama kidato cha 4 vile vile, kama vile hotuba, kumbukumbu, ripoti, ratiba, barua rasmi na kadhalika. Kisha tuwasema kana kwamba huwa mara nyingi huwa tunahimiza mwanafunzi mwanzo aangazie hilo swali, kisha kajua, ni kwa sababu huwa kuna muundo wake ama sura yake. Kwa hivyo huwa tunahimiza wanafunzi wakajua kama ni hilo swali la kwanza, ratiba, kama ni ratiba, kama ni hotuba, umbo lake ama sura yake ni gani, kwa sababu huwa kuna maki iwapo umepotoka katika sehemu ya umbo ama sura yake. Hivyo basi pia huwa tunawahimiza wanafunzi pia wakaangazia swala la idadi ya maneno, ni kwa sababu kinyume na Kiingereza utaona kana kwamba Kiswahili wao wanasisitiza sana lazima maneno yafike 400 na labda zaidi, lakini asipungue 400. Na vile vile pia yale maneno pia iwe ni lugha sanifu iliyo sahihi. Kuna makosa ambayo yanatokea pale katika zile insha, kama swala la tahajia ama swala la kisarufi, na pia vile vile pia swala la muundo. Kwa hivyo huwa nawahimiza wanafunzi ama tunawahimiza waangazie sana swala hilo la uamilifu. Kisha swali la pili huwa ni swali la kujadili. Swali la tatu liko uamilifu ndio nini kwa Kiingereza? Uamilifu kwa Kiingereza niseme ni gani? Sasa sina lile format fulani. Format. Naam. Ndio, ule mpangilio maalum. Naam. Mwalimu Baraza, Naam. una lipi la kuongezea kuhusu? Kwa insha tu lile pia ambalo wanafunzi wengi usahau ni ile idadi ya maneno. Hakikisha kwamba una maudhui mengi sana, yasipungue 8 hivyo, na mwandiko wako uweze kusomeka vizuri. Na vile alivyosema idadi ya maneno, kama kuna mwaka wa 2013 waliweza kuwaletea waandike memo, na wanafunzi wengi sana injini walikuwa wanaandika tu ukurasa moja pekee, ambapo hawako wanafikisha maneno hata 200. Na kuna baadhi ya walimu, hata kuna baadhi ya vitabu ambavyo vimeandikwa wanasema tu ikiwa ni insha ya kiuamilifu si lazima maneno yafike 400. Dile swala ambalo walimu wanastahili kujua na wanafunzi, insha zote, iwe ni barua rasmi, iwe ni memo, iwe ni resipe, lazima maneno yasipungue 400, na hiyo itaweza kusaidia sana, na wawe na maudhui mengi sana ambayo itawasaidia. Na kitu kingine katika ile insha ya kwanza ya uamilifu, hakikisha kwamba katika kile kichwa ambacho unaandika kuna neno ambalo linataja
insha yenyewe. Ikiwa ni ripoti, lazima neno ripoti ijitokeze hapo hivyo. Ikiwa ni kumbukumbu, lazima kumbukumbu iwe hapo hivyo. Ikiwa ni tawasifu kazi, lazima tawasifu kazi ndio hapo hivyo. Usipoweka hapo hivyo, pia mambo sasa yatakwendea Jojo. Nina imani kwamba wanafunzi ambao wako makini sana walifundishwa kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4, basi ni mambo na hizi insha zote hufunzwa katika shule za msingi. Ukiangalia vizuri, ukisoma vitabu vya darasa la 6, 7, 8, wanarudia tu. Wanarudia tu. Unapata wanafunzi wengi sana wanapata alama 99 katika shule za msingi. Akifika shule za upili, dau linaanza kuyumbayumba kidogo. Kwa hivyo wanafunzi wawe tu makini, sio kwamba asiwe mtu ambaye ana haraka ya kutafuta labda kuna karatasi mahali gani inauzwa ili angalau ni haitamsaidia. Kubabaika, ile hali ya kuwa na uoga ndio sasa itachangia yeye kwenda kubunda mtihani wake. Kweli. Umejiamini, manake umefanya mitihani mingi sana. Ajiulize kuanzia darasa la kwanza amefanya mitihani mingapi? Kuanzia kidato cha kwanza amefanya mitihani mingapi? Na huu ni mtihani mmoja tu, umemla ng'ombe mzima. Utakushinda kweli bwana. Na kawaida huu mtihani wa KCSE huwa ni rahisi sana kuliko yote, na ama ule wa KCB. Ni vile tu wengi utetemeka, akifika hapo hivi anatetemeka. Akiona labda wamemuuliza rais wa kwanza nchini Kenya alikuwa nani, wameweka hapo hivyo Jomo Kenyatta, anasema hapana, hao watu wanataka kunipima akili. Kwa hivyo anaweka mtu mwingine. Kwa hiyo mtu ujiamini tu. Ni rahisi sana tu hivyo. Lakini unaona majibu ya wanafunzi wanaandika paka unashangaa. Mwalimu amegusia pale swala la mwandiko ama matini yale. Matini. Sasa hivi tuko katika kipindi cha dijitali. Ambapo kila kitu ni SMS. Wanabofya tu. Kwa hivyo unakuta kwamba mwandiko wa mwanafunzi ni mbovu kweli. Sijui katika mitihani hii mnaposahihisha mnakumbana na matatizo kama hayo, kwamba mwandiko mwanafunzi fulani ni mwandiko mbovu kweli? Haya, kabla niangazie hilo, ningetaka pia nitajie wanafunzi ama watahini wale ambao wanangoja kutahiniwa mtihani kana kwamba katika swala la insha pia kila hoja inastahili kuwasilishwa kwa aya yake. Baadhi ya wanafunzi huwa wanawasilisha hoja 2 kwa aya moja. Naam, kwa hivyo tutawahimiza wanafunzi kila aya moja wakawasilisha na hoja moja, na vile vile pia ile aya isije kazidi nusu kurasa, labda mistari 5, 6 katika kila aya. Kwa hivyo nitawahimiza wanaotarajia huo mtihani, wanaotarajia kufanya, uhakikisha kana kwamba aya moja isije kazidi mistari 5 ama isije kapungua mistari 5. Na ikipita sana ikaenda na 6. Na pia vile vile kila hoja pia ikaangaziwa katika aya yake. Naam. Swala la hati pia nitazungumzia kana kwamba hivi sasa tuko ukingoni, na huwa hati si hati tunaanzia pale kidato cha 4. Swala la hati huwa linaanzia mwanzo tangu pale shule ya chekechea. Nitawahimiza walimu wote. Pale ndipo waweza kukosoa. Iwapo kama hujamkosoa, iwapo yuko ufanye nini? Udongo ufanye nini? Uwai ugali maji. Naam. Hivyo basi kama utakuja fanya kidato cha 4 ukaanza kusisitiza kana kwamba hati mpaka ukakosoa, naona pale ndio utajibidisha, lakini huenda labda utafaulu kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo pia nitawahimiza pia walimu pia wenzangu kana kwamba swala la hati huwa tunaangazia pia wakija kidato cha kwanza moja kwa moja, na pia ningetaka kusisitiza kana kwamba pia ambao ni wanalugha pia wawahimize pia na walimu wengine kama ni wa kemia na biolojia wakaangazia vile vile pale swala la hati, ni kwa sababu utapata kana kwamba changamoto ambapo walimu wa lugha kumbana nalo ni kwamba utaona kana kwamba utaangazia hati wewe mwenyewe, lakini ukija kama ni biolojia, kemia, hisabati na kadhalika, wao hawana shughuli, lakini hili ni jambo la tukashirikiana sote kwa pamoja ndipo tupate kumfaa yule mwanafunzi. Lakini mwalimu, mimi ninavyohisi ni kwamba unapokuwa na mwandiko mufti kabisa ambao unasomeka kwa haraka, furahisha macho. Hata yale masomo mengine utafanya vizuri tu. Manake kama ni biolojia umeandika vizuri, umechora diagram yako vizuri, ukaweka mishale yako, ukalebo, unaona. Na kwa kweli Bwana Frank, wanafunzi wafeli mitihani wengi kwa sababu si eti hawajui. Ukiangalia vile wanaandika hati zao, nafanya zinakera hata yule mtu ambaye anatahini, ama mambo mengine hayasomeki. Na pia kuna sheria katika usahishaji, tuseme kama karatasi ya pili. Hivyo mwanafunzi akianza jibu na aanze na kistari ama mshale ama nyota ama kitu hapo hivyo, kuna nusu alama inaondolewa katika. Kwa hivyo unaweza pata mwanafunzi amepata majibu yote, lakini yale makosa yote ambayo amefanya, hajaanza jawabu lake kwa herufi kubwa, baada ya sentensi hajaweka
Nukta. kile nukta. Ile i hajaweka hapo kitone hapo juu. Amechora hapa hivi ni kama sufuri hapo hivyo. Unajua hayo ndio makosa inaondolewa. Ni mambo tu ambavyo herufi fulani ameandika kama hii gai ndogo hii ya gari hivyo na imekaa hapo katikati. Inaondolewa. Uzingatiwa sana katika usahishaji wa insha na hata ile karatasi ya pili. Yale makosa tu hivyo. Inaweza umepata labda alama 70, wakiondoa yale makosa unakuja kubaki na 30. Ni mengi sana hapo. Kwa hivyo ni uzembe tu na mapuuza. Unaweza kuwa na hoja sasa uanze kushangaa ati huu mtihani ulikuwa rahisi sana. Mbona? Lakini yale makosa zile sheria, na ni vizuri shule mbalimbali kuweza kupeleka walimu waweze kujifunza namna ya kutahini, ama kama hawana waweze kualika wale watahini waweze kuonyesha wanafunzi mambo yepi ambayo yanastahili wakati wanapowasilisha majibu yao. Maanake wengi sana wanafeli kwa sababu ya kutojua. Yeye ndiye anachukua tu majibu moja kwa moja kutoka kwenye kitabu anaandika hapo hivyo, na kumbe sio hivyo ndivyo inastahili kuwa. Ndugu Baraza, umenikumbusha kwamba jana tu, sio hata juzi, jana ilikuwa na mgombeza mwanafunzi mmoja alipokuwa anawasiliana na mimi kupitia kwa mtandao wa Facebook. Sasa ile inbox message anasema, habari Frank. Alafu Frank yenyewe imeandikwa F ndogo ile. Nikamwambia sasa bwana, jina langu bwana ni nomino special bwana, kwa hivyo lazima aweze kutumia herufi kubwa. Bwana wewe, sasa mambo madogo lazima uzingatie. Maana unapokuwa mzembe hivyo, hata pale katika insha utaandika tu jina la mtu. Makosa wanafunzi 80% nchini Kenya huwa wanafanya. Ni wanapoteza alama. Yote tu hivyo. Hili kandogo ya vijana ambao wanaongea. Naam. Wanafanya njia za mkato hivyo inawatatiza sana. Ningependa basi tuchukue fursa hii kusoma kidogo. Mtazamaji, hapa mbele yangu niko na ratiba ya mitihani ya KCPE, ambapo tunaambiwa kwamba mtihani huu siku ya Jumatatu tarehe 7 mwezi wa Novemba mwaka 2016 itakuwa ni siku ya rehearsal. Rehearsal ni siku ya majaribio na maandalizi hapa na pale. Maandalizi hapa na pale, ndio? Sasa siku ambayo ni siku ya Jumanne tarehe 8 Novemba. Novemba tarehe 8 somo la hisabati linaanza moja kwa moja. Na somo hili litadumu saa 2, kuanzia saa 2:30 hadi saa 4:30. Utakuwa umefanya somo la hisabati na limepita hivyo, hautaliona tena hilo somo tena. Kumtia sekondari. Alafu baada ya hapo wataenda kwenye pumziko. Vile vile kuna somo la hisabati la Braille. Braille ni wale ambao wasio na uwezo wa kuona. Pia wako na somo hisabati yao, itadumu saa 2 na dakika 30. Waongeza muda. Ongeza muda angalau. Maana wana changamoto ambazo wanapitia. Kweli. Alafu ninaona hapa watachukua pumziko kuanzia saa 5 hadi saa 5:30. Baadaye warudi saa 5:30 hadi saa 7 na dakika 10 watakuwa wanafanya English section A language 1 hour 40 minutes. Mtahiniwa wa KCPE, kama unafuatilia kwa karibu, kila laheri. Alafu vile vile kutakuwa na English section section A language large print. Kwa hiyo mitihani siku hizi imekuwa mingi sana. Kuna nyingine tena section A language hearing impaired. Nadhani ile wenye wako na changamoto ya kusikia, wao pia wako na yao. Kama kuona, kusikia. Hili ni somo lao watafanya, itadumu saa 2, 2 hours. Alafu kuna section A Braille pia iko. Halafu watachukua tena pumziko. Hiyo bado ni siku ya Jumanne. Watarudi darasani kwenye chumba cha mitihani saa 8:30. English section B composition. Basi mtazamaji, ningependa labda tuchukue pumziko fupi ili kurudi, basi tutakuwa tunachambua ratiba hii, maana kuna ratiba ya KCPE na ratiba ya KCSE. Usiende mbali, ni kipindi cha Dau la Elimu.